Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, tumeweza kushuhudia kile ambacho kimeweza kumkumba Mheshimiwa Tundu Lissu kuhusiana na kesi ya uhaini ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kukiri kwamba yuko tayari kuelekea katika mahakama ya rufaa, ila kuna habari mpya ambayo imeweza kuibuka hivi sasa na inayozidi kugonga vichwa vya habari. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, itaweza kuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Na mtazamaji wangu, kila kesi ya Mheshimiwa Lissu inapozidi kusikizwa katika mahakama kuu, mashuhuda wanaozidi kutokezwa, ijapokuwa ni mashuhuda wa siri, kila kile wanachozidi kukizungumza hakiendani kudhibitisha kweli Mheshimiwa Lissu aliweza kuwa na nia ya uhaini katika taifa la Tanzania. Ile hali inaonyesha wazi jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwa na nia moja ya kwamba aweze kufanikisha azma yake ya kuingia Ikulu kwa kupitia kuchaguliwa na wananchi wa Tanzania, na ndipo ambapo idadi kubwa ya vijana Gen Z waliweza kukubaliana na azma yake Mheshimiwa Lissu, pamoja na idadi kubwa ya Watanzania waliokuwa wapo tayari kwake Mheshimiwa Tundu Lissu kufanikisha azma ama ndoto yake ya kuingia Ikulu kuhudumu kama rais wa 7 wa Jamhuri ya Tanzania. Ila mtazamaji wangu, kile ambacho kinazidi kufanywa na uongozi ulioko madarakani, kwanza kabisa tunafahamu jinsi gani ambavyo wanaona vigumu kumaliza kesi yake Mheshimiwa Lissu ya uhaini, kwani kile kilichokuwa kimeweza kuratibiwa awali iliweza kuwa mbinu ya Mheshimiwa Lissu kushikililiwa gerezani, ndipo ambapo watakapokuwa wameweza kumwachia, basi waweze kumwachia na masharti ili waweze kufanya maridhiano, jambo ambalo Mheshimiwa John Heche ambaye ni mwenyekiti msaidizi hivi sasa ameweza kuweka hadharani kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuzungumza naye na kudai ya kwamba hayuko tayari kuachiwa kwa agizo lolote lile, bali yeye na mawakili wake wataendelea kwa ushirikiano ili aweze kushinda kesi hiyo ya uhaini ambayo haikuweza kuwa kweli. Hivyo basi chama tawala baada ya kufahamu hilo, wanafahamu jinsi gani ambavyo wapo pabaya, kwani iwapo hawataweza kufanya maamuzi ama kuamua kuhusiana na jinsi ambavyo ameweza kumshikililia kwa muda mrefu Mheshimiwa Lissu, basi itaonekana wazi ya kwamba waliweza kuwa na vita vya kisiasa, ndipo ambapo waliweza kumzuia Mheshimiwa Tundu Lissu. Mtazamaji wangu, pia kuna kutokuwepo kwa dhamana. Sote tunafahamu kwamba tuliweza kutarajia huenda tukashuhudia dhamana itakayotolewa ili Mheshimiwa Lissu hataweze kuwa nje kujumuika na mamilioni ya watu wanaozidi kumfuatilia pamoja na wale wanaozidi kufuatilia chama Chadema. Hilo halijaweza kushuhudiwa. Pia mtazamaji wangu, kuna kucheleweshwa kwa kesi mahakamani, kama nilivyoweza kukufahamisha kwamba kesi hii inazidi kucheleweshwa ili vijana Gen Z nje ambao wanazidi kuumia na majeraha walioweza kuyapata, pia hawafurahishwi na uongozi ulioko madarakani, wasiweze kupata kiongozi ambaye wataweza kuungana. Mtazamaji wangu, amini usiamini, kwa jinsi ambavyo tunazidi kumfahamu Mheshimiwa Lissu, leo hii Mheshimiwa Tundu Lissu akiachiwa huru, basi tutaweza kushuhudia Mheshimiwa Lissu kiongozi ambaye ni wa miaka karibu ya 20 iliyoweza kupita ama hata 15. Tunafahamu jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Tundu Lissu ni kiongozi mpenda haki, kiongozi ambaye hapendi ukiukaji wa swala la binadamu, na ndipo ambapo kwa mara nyingine Mheshimiwa Lissu aliweza kuahidi jinsi gani ambavyo ataweza kukabidhiana na wale wote walioweza kuhusika kufanyia vibaya wanaharakati kutoka katika taifa la Kenya ambaye ni Boniface Mwangi, pamoja na yule kutoka katika taifa la Uganda ambaye ni Agatha Theure. Vile mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine kuna mazingira ya kisiasa wakati huo. Sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Lissu wakati alipoweza kukamatwa ni uhamasishaji aliyokuwa akiufanya.
Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa akijizolea umati mkubwa katika rali zake mikoa mbalimbali, ile hali alikuwa akifanya hivyo bila kutoa hata shilingi yoyote ile kwa ajili ya kushawishi Mtanzania kwa umri mkubwa ama mdogo kuhudhuria rali yake, jambo ambalo lilionyesha ushindi wa wazi kwake Mheshimiwa Lissu, kwani upande wa upinzani unaozidi kupinzana na chama Chadema, hapa hivi nazungumzia chama cha CCM, wakati huo uliweza kuwa katika mstari wa mbele kutoa mabasi, pia kulipa watu ili waweze kuhudhuria rali zao. Hayo yote yaliweza kufanywa na chama hicho ili waweze kuandaa kamera na kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo watu wanazidi kuhudhuria rali zao kwa idadi kubwa, ili mwisho wa siku iwapo kutakuwa na tofauti yoyote ile katika uchaguzi wangeweza kujitetea na picha zilizoweza kupigwa kwa umati uliokuwa umeweza kulipwa, jambo ambalo hivi sasa halionekani kabisa. Hata idadi kubwa ya watu wakijaribu kufanyiwa ushawishi ili waweze kulipwa hawapo tayari. Na mtazamaji wangu, haya yote yaliweza kusababishwa na yale yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, ambapo imeweza kusababisha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kutokuwa na imani na uongozi ulioko madarakani. Vilevile mtazamaji wangu, kuna shinikizo la ndani na nje ya nchi ambalo linazidi kufuatilia kesi yake Mheshimiwa Lissu. Ningependa turudi nyuma kidogo mtazamaji wangu, kuweza kuwa na baadhi ya wadhamini ambao waliweza kuahidi kwamba wangesimama na Mheshimiwa Lissu iwapo angeweza kumaliza kesi hii mapema, ili waweze kumpa support ya kufanikisha azma yake ya kuwa rais wa Jamhuri ya Tanzania. Na ndipo ambapo hivi sasa wanazidi kuwa katika nafasi ya umakini ili Mheshimiwa Lissu aweze kupata ushindi. Pia mtazamaji wangu, kuna athari kwa demokrasia. Uongozi ulioko madarakani hivi sasa, hata kama utaweza kujitokeza na kuzungumzia demokrasia nchini Tanzania, mtazamaji wangu, hakutakuwepo na demokrasia ya wazi iwapo kiongozi kama Mheshimiwa Lissu ataweza kushikililiwa gerezani na hata kesi yake mahakamani kuzidi kurushwa siku baada ya siku, akiendelea kuumia na kupitia kipindi kigumu, ila atakapokuwa akiwasilishwa mahakamani ataweza kuonyesha tabasamu ili kuonyesha nguvu kwa watu wanaozidi kusimama naye katika kipindi hiki kigumu. Vilevile mtazamaji wangu, kuna taswira ya mtazamaji wangu pia kuna taswira kwa jamii ya kimataifa. Hivi sasa tumeweza kushuhudia ni kipi ambacho kimeweza kutokea huko El Salvador, kipindi na wakati ambapo meli kutoka Zanzibar imeweza kukamatwa na madawa ya kulevya huko El Salvador, jambo ambalo serikali ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan inazidi kushinikizwa na kuombwa iweze kuzungumzia swala hilo kwa undani, baada ya tetesi zinazozidi kudaiwa ya kwamba huenda mtoto wake ndiye aliyeweza kuhusika kwa njia moja ama nyingine. Na mtazamaji wangu, haya yote akizidi kujiri, tufahamu kwamba kwa jinsi ambavyo kesi yake Mheshimiwa Lissu inazidi kuendelea, ipo katika asilimia kubwa Mheshimiwa Lissu kushinda na kuwa huru kwa mara nyingine, ili hali sote tunafahamu kwamba uongozi ulioko madarakani hivi sasa usingependa jambo la aina hiyo liweze kufanyika. Hivyo basi mtazamaji wangu, itaweza kuwa jambo jema iwapo wewe hapo utaweza kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.